Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ukisoma dua hii utajikuta mwenye bidii, ulinzi na baraka katika mali yako na katika maisha yako. Ama ndugu zangu watazamaji watukufu katika chaneli yetu hii ya Turiyu TV, walillahi alhamdu, katika siku hii ya leo tunakwenda kuianza dua ambayo yoyote yule atakayeisoma basi hakika kabisa ninawaambia kwamba mtu huyu tu automatically atajikuta kuwa ni mwenye bidii sana za kazi. Yaani kama bidii zake au kama bidii zako zilikuwa ndogo, jitihada zako zilikuwa ndogo, upambanaji wako haukuwa mzuri, basi hakika na kuhakikishia dua hii inakwenda kuondoa uvivu. Unakuwa ni mtu mwenye bidii kubwa sana ya kujitutumua katika kazi. Lakini vile vile dua hii inakupa ulinzi. Kama kulikuwa kuna wachawi wanakusumbua, watu wabaya wanakusumbua, kulikuwa kuna jambo lolote lile ambalo pengine lilikuwa likukute, jambo baya kama ajali na vitu vinginevyo, basi Mwenyezi Mungu atakuwekea ulinzi wa hali ya juu sana zidi ya kitu chochote kibaya ambacho huenda kilikukusudia kuweza kukupata. Lakini pia jambo la tatu, Mwenyezi Mungu hukupa baraka. Mungu anakupa baraka kwa hicho kitu, aidha katika maisha yako, kwa kazi yako yoyote unayoifanya, basi Mwenyezi Mungu anaitia baraka katika maisha yako. Mungu anajaza baraka katika kila kitu juu yako, Mungu anakimiminia baraka. Ama kwa hakika wallahi utakuwa upo katika system nzuri kabisa na utakuwa upo katika hali ya maana sana ukiisoma dua hii. Lakini vile vile hii baraka itakwenda mpaka katika biashara zako. Baraka hii itakwenda katika mali zako. Baraka itakwenda katika kila kitu unachokimiliki, itakuwa kimegubikwa na mfumo wa baraka kutoka kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe katika haya ambayo tunayo ya kusudia insha Allah. Allahumma amin. Ndugu zangu, leo tumechelewa kidogo kuleta darasa letu kulingana na sababu zilizokuwa chini ya uwezo wetu. Huwa darasa zetu zinakuja mapema kabisa saa 12, lakini kwa bahati mbaya leo tumechelewa kuleta darsa. Jana mimi nimechelewa sana kulala, nilikuwa nasoma dua ya dada yangu mmoja, yuko mbali kabisa, hayupo kabisa hapa Tanzania, yuko mbali. Nilikuwa nina pirika nyingi. Kwanza nilikwenda sehemu za kununua mbuzi, maana nilikuwa namfanyia dua ya kafara ya kichinjo. Hakika dua ya kafara ni dua moja nzito sana, ifanyeni sana. Sio lazima uchinje tu wewe mwenyewe, hata kama mazingira yako hayaruhusu, basi unasema uchinjiwe, unatuma tu gharama za kuchinja, kununua mnyama na kadha wa kadha, unachinjiwa. Wallahi dua moja kubwa sana. Mungu anasema fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Hii Mungu kailazimisha kabisa, chinja. Mungu kasema chinja. Ndugu zangu, kuchinja kuna siri, kuchinja kuna faida. Toa sana sadaka, lakini kuchinja ni mwisho wa matatizo. Kama hujawahi kujua siri ya kuchinja, basi anza kuifanya sasa hivi, utaniambia. Mungu hufungua sana mambo yako. Kwa hiyo mimi jana nimerudi muda mbaya, ikabidi nichinje usiku ule ule na kuanza visomo usiku ule ule. Na leo hapa nikimaliza kurekodi asubuhi hii na kwenda tena kuendelea kumaliza vile visomo vya dada yangu, bado
tunaendelea na vile visomo insha Allah. Kuchinja kuna siri kubwa sana wallahi. Ukitaka baraka, ukitaka khairi, ukitaka kuondokewa na matatizo, kuvunja kila aina ya mabaya, jitahidi sana katika kuchinja. Hii ni siri kubwa sana nakupa. Angalia katika Idi hii ambayo ndio inakuja, tazama sasa hivi ng'ombe wameadimika vijijini, mbuzi, kondoo, kila mnyama kaadimika, kwa sababu watu wanachinja sana. Watu wanatafuta ile siri ya kuchinja. Sasa insha Allah hali halisi ndiyo hivyo. Mimi nimechelewa jana, nimesoma sana dua usiku, hata swala subuhi leo nimeichelewa, nimelala kama gogo. Subhanallah, nimechoka sana siku ya leo, nilikuwa nimechoka sana jana. Kwa hiyo hali halisi ndio iko hivyo. Leo tumechelewa kidogo katika darasa letu, na vile vile tunapokea kama kuna mtu yeyote anatamani afanyiwe kichinjo, achinjiwe mnyama katika zama hizi tulizokuwa nazo kwa ajili ya dua, khairi na baraka, basi aseme sisi tuko tayari kuweza kumfanyia hilo insha Allah. Gharama zake tu, maana yake atamgharamia. Mbuzi sasa hivi wamepanda bei. Zamani kidogo ilikuwa nafuu, ilikuwa inafika mpaka 140,000 unapata mbuzi. Sasa hivi mbuzi wa standard nzuri ya katikati kuanzia 160,000, 65,000, hapo 65,000, 70 ndio mbuzi mwenye standard nzuri. Inshallah hayo tuyaache. Sisi leo tudili na somo letu ambalo linalotuhusu katika siku hii ya leo. Lakini pia nipoende kuwapongeza sana watu wawili ambao siku ya jana Mwenyezi Mungu amejaalia kheri katika swala letu la wifi tulilosema kwamba tunatamani mtu achangie wifi. Wallahi kuna dada mmoja amechangia shilingi 10,000. Mwenyezi Mungu amzidishie kheri, Mungu ampe baraka, Mungu ampe kila hitajio lake analolikusudia, na insha Allah hatutamuacha katika dua zetu ambazo tutakaozifanya leo. Inshallah Mwenyezi Mungu amzidishie baraka na kheri. Lakini pia tunaye kaka yetu mashallah, sijui ni kaka, sijui ni baba, sijajua, lakini ni mwanamme. Allah amemuwafikisha naye jana amechangia shilingi 10,000 kwa ajili ya Allah. Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri, Mwenyezi Mungu amwangazie nuru na taa katika maisha yake, na insha Allah naye vile vile hatutomwacha katika dua yetu. Ile dua yetu alhamdulillahi alladhi rafa'a as-samaa wa wada'a al-ardha wa nasaba al-jibala wa arsala ar-riha wa adlama al-layla wa adha'a an-nahara ila akhiri, mpaka mwisho wa dua hii. Wallahi tukifika pale antabtalaita, tutawataja hawa watu majina yao, antabtalaita fulani binti fulani au fulani ibnu fulani, tutawataja ili Mungu awaweke katika mtiririko wa mifumo yao katika kheri insha Allah. Allah awabariki. Tena mmoja katika wale amesema, mimi kila mwezi ukifika uwe unanikumbusha ustadhi, niwe natoa hichi ambacho nilichokitoa, ya Rabbi aweze kuninusuru na mimi niwe ninachangia hii wifi kwa ajili ya kusupply insha Allah. Mungu ambariki. Lakini pia kama kuna mwingine yoyote yule atakayepatikana, basi milango bado iko wazi. Tumepata shilingi 20,000, bado shilingi 80,000 tuweze kuchukua wifi yetu mpya nyingine, au tuweze kujaza tena wifi yetu tuendelee na kazi zetu insha Allah. Haya, moja kwa moja hizi zilikuwa ni rapsha tu za maelezo mafupi. Naomba tuendelee katika darasa letu insha Allah. Inasema ukisoma dua hii utajikuta kwenye bidii, ulinzi na baraka katika mali yako. Ndio dua tunayokwenda kuisoma katika siku hii ya leo. Sasa twende, ili Mungu akupe ulinzi katika maisha yako, ili Mungu akupe baraka katika maisha yako, ili Mungu akupe mali iliyokuwa njema katika maisha yako, ili Mungu akupe bidii ya kutenda maisha mazuri, basi fuatilia haya ambayo tunayokwenda kuyafundisha hivi sasa. Hakikisha kwa haya unayoyataka, basi nakuomba fanya jitihada za maksudi, jitihada za kukusudia kabisa kuisoma dua hii, ambapo hatua ya kwanza utakachokifanya dua hii utaisoma katika swala hii moja tu.
katika swala ya isha tu. Swala ya isha, swali swala zako zote, lakini ukiswali isha basi utaisoma dua hii. Baada tu ya kumaliza kuswali, utanyanyuka utaswali rakaa 2. Kisha baada ya zile rakaa 2 sasa utakaa pale pale na utaanza kumswalia Mtume kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Utairudia hiyo mara 111. Kisha baada ya hapo ndipo utaisoma dua hii ambayo inasema Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Nairudia rudia mara kadhaa ili upate kuielewa. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Nairudia tena. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Nairudia tena. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Narudia mara ya mwisho. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Hii ndiyo utakayoisoma. Utaisoma mara ngapi? Dua hii utaisoma mara 21 au zaidi ya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Utairudia mara nyingi kwa kusema tu maneno hayo, Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali. Utairudia mara nyingi. Sasa basi, dua hii utaisoma mara 21 au zaidi ya mara 21, lakini wakati unaisoma dua hii, kabla ya kuanza kuisoma ile salatu ala nabi na kabla ya kuanza kuisoma dua hii, kwanza kabisa utamswalia Mtume, na kabla ya kumsalia Mtume utaanza kuweka nia zako. Nia utakazoziweka, mwambie Mungu, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ninahitaji unipe bidii katika shughuli zangu, unipe ulinzi katika maisha yangu, unipe baraka katika maisha yangu na katika mali yangu. Sema maneno haya, ikibidi uongeze na ya kwako. Hakika wallahi Mwenyezi Mungu atakulinda dhidi ya maadui, na Mungu atailinda mali yako, na Mungu atakulinda na familia yako, nyumba yako, na kila kilichokuwa katika chini ya maisha yako Mwenyezi Mungu atakilinda. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu atakupa bidii ya kazi zako vizuri kabisa, lakini vile vile Mwenyezi Mungu atakupa baraka na atakuzidishia baraka katika maisha yako. Hakikisha dua hii unaisoma kwa udi na uvumba, yani pambana kweli kweli katika kuisoma, wala usirudi nyuma my friend. Jitahidi sana uhakikishe dua hii unaisoma kwa idadi hizo ambazo tumekutajia. Wallahi dua hizi ni mujarabu sana na zitakufaa sana na utazifurahia sana. Lakini mwisho kabisa naomba niseme kwamba hakikisha hizi dua ambazo tunakufundisha kila siku uwe unaziandika kwenye daftari. Tafuta daftari lako maalumu ambalo daftari hili utakuwa unasikiliza maelezo. Kwanza sikiliza
maelezo mazuri ni uyasikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili upate kuelewa kwanza kabla ya kuanza kuandika. Sio tu unapoanza tu kusikiliza hapo hapo unaandika, kuna vitu vitakuja kukuletea tabu. Kwanza raha ya jambo lisikilize mwanzo mpaka mwisho, ulimalize. Hapo sasa ndio unakuwa umeshapata mwanga wa uandike kitu gani katika dua hii. Sasa ndio unarudi tena afu unaanza kuisikiliza huku unaandika. Wakati huo unajua kabisa hii ilisemwa hivi, hii ilisemwa hivi. Kwa unakuwa ni mwepesi kwa sababu unakiandika kitu ambacho tayari ulikwisha kisikiliza, tayari umekwisha kijua. Maana yake hakikupi tabu hata katika uandishi wako. Jambo lingine la kusisitiza ni kwamba natoa wito kwa ndugu zangu wale ambao insha Allah wanatamani kuendelea na wao kutoa sadaka ya kununua wifi yetu. Tumesema tuna watu wawili mpaka sasa 20,000, tumebakisha 80,000. Kama kuna yupo mtu mmoja anaweza akasema mimi naimalizia, basi itakuwa baraka sana kwake. Na kama kuna mtu ambaye atakasema natoa nusu, au mwingine akapatikana akasema mimi nami nitachangia kiasi cha shilingi 10,000 kama wenzangu, na mwingine na mwingine na mwingine, hivyo hivyo kidogo kidogo hujaza kibaba. Tumepata watu wawili, bado watu 8. Watu 8 tu wanaotusikiliza, ni watu wengi sana, watu wengi sana. Ni zaidi ya watu 2,000, 3,000. Tuna zaidi ya maelfu ya watu wanaotusikiliza, lakini sisi leo hatuwataki wote hao. Tunawataka watu 8 tu ambao Mungu amewapa shilingi 10,000. Au pengine mmoja akasema mimi nitatoa 30, nitatoa 50, atakuwa amepunguza gepu kubwa sana kubakisha watu wachache zaidi. Inshallah tunaomba tuweze kujaza tena wifi yetu ili ipate kwenda vizuri barabara. Utatutumia katika namba yetu hiyo ya Voda au kuituma katika namba ya Airtel, kote kote ni sahihi, ambayo Airtel ni 0786 52 19 44. Inshallah kufikia hapo ndugu zangu, naomba tuweze kuyafanyia kazi haya ambayo tumejifunza katika siku hii ya leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.